Oh yes, habari wapenda watazamaji wa Kilimo ni Fursa TV. Leo ni mara nyingine tena tunakuja kuonesha mambo kemu. Leo tutaonesha bidhaa ya parachichi inavyoanzia shambani, tunavuna, tunaipima. Na kabla ya kupima tunapima kama tunavyoona hapo tunapima ukomavu wa matunda, tunapima dry matter. Tukishapima tunaenda kuyavuna shambani. Tukishavuna tunapima kwenye tray, kwenye mzani hapo unavyoona. Tukishapima kwenye mzani tunapeleka pack house hapo tutapima tena kuweka kila tunda kwenye size yake, nataka kwenye box kama hapo tunavyoyaona hapo, yanakuwa yamekaa kwenye box according to the size. Then kisha pale hapo una load unaingiza kwenye container kama unavyoona pale, kimepangwa vizuri kabisa hiyo. So matunda yanapitia process ndefu sana, ndugu wapenzi watazamaji na wakulima wa kilimo cha parachichi. Kama unavyoona hapo ni forklift inaenda kuweka kwenye container. Tunapaja kupata kwamba parachichi ina long process na inafanya vitu vingi sana, na mpaka ifikie mteja wa mwisho ama mraji wa mwisho imepitia safari nyingi sana. Hapo hiyo forklift inafanya kazi ya kutoa panel hapo sehemu ya packaging area na sehemu ya controlled area au nasema sehemu ya fridge, inaenda kupeleka moja kwa moja kwenye container, ambayo container hiyo pia ni freezer ambayo inakuwa na ubaridi. So wewe kama mkulima, wewe kama mtazamaji wa Kilimo ni Fursa TV, mimi nisisite kuonesha na kukwambia kwamba subscribe, turn on notification bell ili kupata vinginevyo vingi zaidi. Kwa ukiwa na parachichi, ukitaka farm management service, ukitaka consultant service, na pia vile ukitaka huduma nyinginezo kama grafting ama budding, ukitaka masuala ya kutibu mimea yako kama ina magonjwa ya fangasi, magonjwa ya mizizi, magonjwa ya majani, inatabuliwa na wadudu, pia tutakushauri dawa gani utumie wakati huo na wakati sahihi, na njia ipi ambayo utakushauri pia uitumie ili uweze kupata manufaa zaidi. Lakini pia vile wewe kama mkulima na mteja wa Kilimo ni Fursa, tutakwambia kwamba ni njia zipi za kulima kibiashara na njia zipi ulime utumie ili uweze kufanikiwa. So mimi sina mengi sana ya kuongea, lakini leo nilikuwa naonyesha kwamba process ipi avocado inapitia kuanzia shambani kuja mpaka mwisho wa siku na kufikia mlaji wa mwisho, inapitia process nyingi mno. So wewe kama mkulima inabidi uwe attention na uwe lakini pia uwe na moyo na muendelezo wa kuendeleza shamba lako, maana kilimo siku zote always kinakuwa na negative na positive impact. So kama unapata changamoto usisite kutafuta, lakini pia vile kama unapata manufaa kupitia kilimo usisite kutafuta, kwa sababu sisi pia tunatatua na tunasaidia changamoto zote. Kwa mfano kama changamoto ya shambani mnakumbana na wadudu, changamoto ya mbolea, changamoto ya kiuchumi pia, lakini tuna support ambayo inafanywa chini ya uongozi wa chama cha wakulima inaitwa Southern Highland Development Alliance, ambacho chama hicho kinapelekea wewe mkulima ambaye una changamoto ya kifedha uweze kupata mikopo kutokana na amana na akiba ambazo umeziweka. Lakini pia vile ukiwa na changamoto za shambani kama wadudu, magonjwa mengineo, tunakushauri kasi kama Kilimo ni Fursa kama TV, tunakushauri kwamba utumie njia ipi uweze kutibu wadudu wako nini au mengine yakaenda safi sawia. So ukitaka kulima kibiashara, karibu njoo uweze kuwasiliana nasi. Namba zetu za simu ni 07707425, hapo utakuwa umetupata. So kwa wewe ambaye upo mbali mikoani huko, utajiuliza je, ni kivipi unapata huduma zetu? Tunapatikana masaa 24 siku 7 za wiki. Lakini pia kwa mtu ambaye upo mbali sana, tunatoa huduma ya consultant service, tunatoa huduma ya farm management service, lakini pia tunatoa huduma ya advocate, yani tunakushauri kwamba ni njia ipi wewe ufanye ili ufanikiwe. Pia na ukitaka sote ulime vizuri mkulima, na kushauri kwamba ufike mahara sasa umtafute afisa ugani ama mtu ambaye ana uzoefu na kilimo, umombe ushauri kuhusiana na kilimo ili aweze kupatia njia sahihi na ambayo itaweza kupatia wewe manufaa mengi sana. So mkulima kama mkulima, tutaonesha tena unaona process sababu inaendelea sasa. Baada ya kurodi ile mzigo, process inayofuata hapo ni kuwasha ile fridge. Ile fridge inawasha. Kwa ile fridge sasa, ile container na kutunza ubaridi kuanzia hapa Tanzania mpaka na kumfikia mraji wa mwisho.
bila kusahau, bila kuzingatia, nembo yetu ni ile ile Tanzania Highlands Organic. Hiyo ndio exporters wetu maarufu kabisa ambayo tupelekea mizigo nje. Unaona hapo post unafuatia tunaweka hiyo layer ya nylon ambayo inazuia ubaridi uliopo ndani ubaki ndani na uliopo nje ubaki nje. So hilo karatasi unaweza kaona kama ni karatasi dogo, lakini hilo karatasi ndio linatunza hewa yote ambayo ipo ndani humo wakati kipindi container hilo linasafiri kutoka hapa Tanzania kuelekea nchi mbalimbali duniani huko kulingana na uhitaji wa mteja alivyouomba.